kama hivi Pamba wanavyocheza, wasije wakaja sijui mmetumwa sijui mnatukamia sisi tu, no. Hii itakuja kuwasaidia baadaye. Umeelewa? Ni kweli watu tunaona kwenye kila mechi ya Simba inakuwa mechi kweli, kila mechi finali, kila timu inakuja kutoa game, lakini uzuri tu sasa hivi wana mwalimu bora Steve Barker pamoja na wachezaji wakubwa, wachezaji wazuri. Yaani hata maswali mengi ambayo wanakuwa wanaulizwa wanajua jinsi gani ya kuyajibu yeye kama kocha na baadhi na wachezaji wake, kwa sababu sometimes ukiona hata mbinu zake zikiwa zimefeli, unaona kuna uwezo binafsi wa wachezaji mmoja mmoja ambao wanautoa. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi kwa msimu huu kwa Simba na mwalimu Steve Barker mpaka hapa walipo, mimi kwangu nilishawahi kusema na nasema tena, sio mbaya. Yaani hata ikitokea msimu huu Simba sijui wamekosa ubingwa, lakini achievement ya timu iko sehemu sahihi, sehemu nzuri. Yaani unaangalia tu kwenye msimu ujao ni sehemu tu ndogo ndogo ambazo wanatakiwa waboreshe, alafu wanaweza wakawa na msimu bora sana msimu ujao. Sasa jicho la mshabiki wa kawaida anaweza yeye akawa anataka ubingwa tu msimu huu. Yaani umwambie kitu, mwambie bwana ukose ubingwa, lakini viongozi pamoja na mwalimu mwenyewe na wachezaji wake waangalie tu improvement ya timu yao. Kwa sisi ambao tunafahamu mpira, tunakaa nje tunaona kuna utofauti wa Simba ya mwanzoni mwa msimu na hii Simba ya Steve Barker sasa hivi. Mechi kama hii ya Pamba, Simba hapa miezi kadhaa nyuma ilikuwa Simba washindi. Yaani unaona kabisa kisha kwa game ngumu kwa ngumu kweli, lakini sasa hivi Simba game ngumu unaiona hii ngumu, lakini wanaitoa majibu. Mwalimu anatoa majibu, wachezaji pia wanatoa majibu. Kwa hiyo mimi kwangu ni game ambayo ilikuwa bora sana kutazama, mechi ya kiushindani, mechi yenye hadhi ya ligi kuu. Hizi ndio mechi za kutazama, sio mechi mtu inaisha mtu unaanza kuulizana sijui ilikuwa ya kirafiki, sijui kishikaji. Hatuwezi kuwa na ligi bora zikichezwa mechi nyingi za namna hiyo, lakini zikichezwa mechi za namna hii tunaweza tukawa tuna ligi bora sana na viwango vya wachezaji wetu vikapanda pamoja na ubora wa timu zetu zikawa upo juu. Nini kimekuvutia zaidi kwenye mechi ya leo kuanzia kwenye magoli, Panzu, Libasi pamoja na Tegi Simamani? Mimi kilichonivutia leo haswa kwa Simba ni the way ambavyo wachezaji wao wanaocheza eneo la mbele wanaweza kurotate. Kuna nyakati unajua mwalimu Steve Barker anatumia sana force number 9 acheze na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu anajitahidi kulazimisha tu timu icheze hivyo. Yaani anapata shida kwa sababu mshambuliaji alikuwa nao nafikiri Selemani Mwalimu kama kuna kitu ampi, lakini kuna nyakati unaona kabisa hawa wana struggle, yani wanajisahau kukaa katika maeneo, lakini kuna sabu pia zikifanyika unaona kabisa sabu imekuja kuongeza kitu. Kwa hiyo katika eneo la mwisho pale la ushambuliaji la Simba limenikosha sana the way ambavyo wanajaribu kupenetrate na kuipangua ngome ya Pamba na eneo la ulinzi. Eneo la ulinzi siku hadi siku kwangu mimi mtu mmoja wa kuita Olivier Ture. Mimi kwangu Ismaili ni kwangu mimi kwa sasa ni beki bora sana kwangu kwa sababu beki unajua sio tu kuokoa, yani angalia anavyopata mpira, confidence yake, the way ambavyo anaanzisha mashambulizi, composure kwenye mpira. Kuna nyakati mpira wa kichwa ambao unaona kabisa huwa akiupiga unaenda kupotea, apigi kichwa na wanauzima kifuani unashuka chini, anaanzisha shambulizi. Kwa hiyo mimi kwangu pia katika eneo la ulinzi sasa maua yangu kwa Olivier Ture, na mimi nilisema wazi tu mechi ilivyoisha, ningekuwa mimi mtoa tuzo kama kawaida yangu na nongwa zangu, mimi ningempa Ture leo. Yani kwa najua siku hizi sisi mpira tunawadhulumu sana magolikipa, center beki kwa sababu hiyo tu ya kuja hiyo issue ya mtu akifunga kiasisti sijui, lakini mimi kwangu Ture amecheza vizuri sana, na kadri ya siku zinavyozidi kwenda anazidi kuimarika, anazidi kuwa na kiwango kikubwa sana. Kuna muda kama Simba akiona mambo yamekuwa magumu wanainua sababu yao kwa Chama, mambo yanaanza kubadilika. Chama ndo akaenda kulainisha. Unajua mambo yalikuwa magumu kama tunavyosema, mechi ilikuwa bila. Unajua Chama kuanza na viungo ambao Simba pia walianza katikati ya kiwanja walikuwa viungo fulani wagumu type moja, na mimi kwangu nasema Kante pamoja na Kagoma ni watu ambao wanacheza type moja, lakini baadaye mwalimu akamuita Kante nje akamuingiza Clatous Chota Chama, japokuwa sio yeye aliyofunga, lakini yeye akaenda kusaidia timu ikaweza kupata matokeo. Kwa hiyo Chama siku zote Jadu ni ufunguo wa Simba. Yaani Simba katika sajili walizofanya dirisha dogo, hii ndio sajili ambayo
imekuja kuleta utofauti mkubwa sana, na apongezwa sana mtu ambaye alitoa hayo mawazo, kwa sababu ni mtu kusema kweli alitupiga chenga watu wengi. Yani hata mimi pia nilikuwepo katika wale, huyu baada Simba vipi tena mnarudi tena nyuma kwa Chama, umeona mimi unajua Jadu mambo ya uongo unafiki siwezi. Mimi mwenyewe nilisema, lakini huyo mtaalamu ambaye alikuwa na hilo jicho la kujua kwamba Simba inamhitaji Chama kwa sasa, atakuja kuwasaidia na anawasaidia. Simba inabidi wampongeze na wamwachie sasa msimu ujao kufanya tena sajili zingine kwenye dirisha kubwa, kwa sababu dirisha dogo tu watu wachache tu ambao wamekuja wanaonekana kila siku wana kitu kipya kinakuja, na uzoefu wa mtu kama Chama unaendelea kuwapa matumaini Simba, unaendelea kuwapa faida Simba Sports. Mzee Magoli kumbe ndio yeye alimleta. Mzee wangu kumbe. Basi mzee wangu nitampigia. Nitaambia bwana mzee wangu bwana hongera bwana. Hongera kwa kazi nzuri uliofanya, hongera kwa usajili mzuri ambao umefanya kwa Clatous Chota Chama. Mimi bwana Jadu na juzi tu hapa nilisema kwamba hata ile tuzo ya mwezi uliopita mimi niliona na staili, hata leo pia umeona alivyoingia tu dakika chache kila kitu kilienda kikabadilika, sababisha nafasi ya goli, Simba wanafunga goli, Simba wanachukua pointi 3 wanaondoka nazo. Kwa hiyo usajili bora sana wa kwangu mimi kwenye dirisha. Kwa Simba Simba wana nafasi ya kuchukua ubingwa, wai wasichukue. Simba wana nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini sasa endapo Young Africa watateleza, kwa sababu unajua Simba ili kuchukua ubingwa unategemea Yanga pia anafanya nini. Yani uwezo wa Simba kushinda mechi zote zilizobaki anao, ila Yanga na yeye anaweza kuangusha alama. Yani shida Simba iko hapo, yani ili awe bingwa lazima Yanga angushe alama. Kwa hiyo na Young Africa tunasema zilibaki mechi 5, jana katafuna 1, zimebaki 4. Kwa hiyo hapo Simba kwa haraka unaona kabisa dua zao zote ziko kwa Azam FC. Kama anaweza kumfungia paka kengele Young Africa sawa, ila sasa ubaya pia kwa Simba ni head to head kwao mbaya, magoli pia mbaya, yani kwamba Yanga inabidi afungwe, umeelewa? Kwa sababu draw watatai. Sasa wakitai ikija kwenye issue ya head to head na wakaba, kwa sababu mechi ya kwanza Yanga alikuwa nyumbani draw ya bila, si ndio? Mechi ya pili Simba alikuwa nyumbani ya draw ya magoli, tayari kuna doa hapo. Ikija magoli Young Africa na magoli mengi. Kwa hiyo Simba ili awe bingwa lazima aombe Yanga afungwe. Hiyo ndio shida, lakini kwa wao issue ya kushinda mechi zote zilizobaki, mi no doubt Simba wana hiyo timu. Yaani kama leo Jadu ligi nasema inaanza leo upya kwa Simba hii sasa hivi na Yanga hii hamna kusajili Simba bingwa bado mechi 15. Wala haina kwambia. Yaani kwa sasa hivi, yaani ngoma ndio inaanza hapa upya. Simba wanachukua ubingwa bado mechi 15. Yaani tu uzuri wa Yanga mwanzoni wakati Simba wamelegalega, wao walitumia vizuri ule mwanya. Ila ingekuwa mpaka sasa hivi, unajua tunavyoongea Steve Becker unajua hajafungwa mechi yote ya ligi. Umeelewa? Sana ka draw tu. Lakini Young Africa kashapoteza sijui kama 3 sijui msimu huu. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hiyo ratio ya Yanga point alizokusanya kabla ya Steve Becker kuja na usajili wa dirisha dogo na Simba kakusanya alama nyingi kuliko Yanga. Ndio maana nakwambia, yani ingekuwa ligi ndio inaanza hapa tena sasa hivi, yani ndio bwana 0 Simba wanakuwa mabingwa. Wana timu moja nzuri sana. Hizi mechi hizi sio mechi rahisi. Hizi zamani Simba alikuwa ashindi hizi game. Kwa hiyo msimu ujao wanatakiwa tu waweke nyama tu sehemu 2-3 basi wanaweza kuchukua ubingwa. Asante sana. Nashukuru.